Sababu 5 za kuendelea hata pale mambo yanapokuwa magumu. Safari ya mafanikio makubwa ni ngumu. Utalala maskini, uamke tajiri. Mlango ni nguvu ya buku. Dunia na yenyewe inakuzuia. Ongea na kocha. Sababu 5 za kuendelea hata mambo yanapokuwa magumu. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako kocha Dr. Makita Mani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na hapa tunazungumza maeneo makubwa matatu. La kwanza ikiwa ni mafanikio, yaani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Eneo la pili ikiwa ni fedha, yaani kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na eneo la tatu ikiwa ni biashara, yaani kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Hapa tunayapata maarifa ambayo ni sahihi na bora sana kwako. Alafu unayaweka kwenye vitendo na unapata mafanikio. Kanuni yetu ni maarifa jumlisha vitendo sawa sawa na mafanikio. Na maarifa sasa ndio yako hapa. Leo sasa maarifa ya leo unataka kuangalia sababu 5 za kuendelea hata pale mambo yanapokuwa magumu. Sababu hizi 5 zitakazoondoka nazo hapa zitakufanya wewe ufanikiwe kwa uhakika. Yaani hata ukutana na changamoto ngumu kiasi gani, hata ukutana na magumu kiasi gani, wewe utaendelea kwa sababu unayo sababu ya kuendelea, kwa sababu unajua kwa nini upo kwenye hii safari. Rafiki, tuanze mapema kabisa kuelezana ukweli. Safari ya mafanikio makubwa ni ngumu. Sawa? Na kuambia kabisa kama unakata tamaa, weka tamaa tu. Sina kusaidia hapo. Hii ngoma ni ngumu. Sasa udanganya kwamba ni nyepesi eti utalala maskini, uamke tajiri. Sasa kwamba eti siku nazali, si utapanda hela zio mara 2. Mimi sina formula nyepesi ya kutajiri. Formula yangu ni nguvu ya buku. Hii hapa. Buku miaka 50 bilioni. Buku miaka 50. Sio eti kesho upate pesa uwe tajiri. Hiyo kitu hakipo. Sina formula eti biashara gani ukifanya utapata mafanikio. Biashara miaka 10 ndio ufanikiwe. Mafanikio yote hakuna njia ya mkato. Na ukibisha, na hiyo utabisha. Ukibisha utapigwa sana mpaka akili yako ikae sawa kwamba hakuna njia ya mkato. Utaruka mbele kunjoo huku hela panda, kesho zinakuwa mara 2, wiki mara 2, mwezi mara 2, utapigwa, utarudi umetulia. Utaambiwa wewe ufanya biashara inalipa sana, hitaji kusimamia, utapigwa. Nisikilize mimi. Hakuna ambacho siasikia hii safari ya mafanikio, hakuna ambacho sijakiona. Kwa mimi nakwambia kwa ukweli tusitaki kuzea chochote hapa. Nataka kwanza upate maarifa, alafu itaka kununua vingine utavinunua kwa juu yako. Lakini kwanza pata maarifa na nakwambia. Safari ya mafanikio ni ngumu. Kujenga utajiri ni kugumu. Kujenga biashara yenye mafanikio makubwa ni ngumu kuliko. Na utaka kujua ukweli wake, angalau watu wanakuzunguka. Wangapi wanakuzunguka ambao ni matajiri? Wangapi wanakuzunguka ambao wana biashara ambazo wanajiendesha bila kuwategemea wao? Wangapi? Huwajui, ni wachache sana. Kwa sababu hii kitu ni ngumu. Na ugumu wake unatokana na vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, wewe mwenyewe unakosa haba maandalizi sahihi ya kupambania hilo jambo. Sasa la pili, wanaokuzunguka nao hawajai kuona vitu kama hivyo, hawajui, wanakukamesha. La tatu, hali unazozipitia, asili yenyewe. Rafiki iko hivi. Yaani kitu cha kwanza kuzuia usifanikiwe ni asili. Yaani ni sana wanasema leo pameka vizuri nataka nifue, mvua inaanza kunyesha. Ili tusifue. Sio? Yaani asili inakuzingua tu yani. Kwa hiyo, kwa nini inatokea hivi? Kwa sababu asili inataka kupime, je, kweli wewe ni mtu sahihi kupata mafanikio? Kwa sababu kuna watu wanapata mafanikio, yaani kuna watu ambao tuko salama kwa sababu hawajafanikiwa. Yaani kuna watu ambao sababu pekee ambao yani hawazingui kwa sababu hawana hela. Akiwa na hela atatusumbua sana. Atakuwa hatari kwa watu wengine. Kwa hiyo safari inagumu kuanzia ndani, kuanzia nao kuzunguka na kwenye dunia yenyewe. Dunia haikupi mafanikio kirahisi. Kwa hiyo ukitaka kweli upate unachotaka wewe, ni lazima uweze kuvuka ugumu wa ndani. Wewe mwenyewe kipindi cha kwanza sema kuhusu kwa nini 7. Ilikuwa inatibu ugumu wa ndani, ujue.
alafu inabidi uje utibu ugumu wa nje wa wengine, na watu kasema kuhusu kufurahia unapopingwa na wengine. Sasa alafu tena kuna ugumu wa asili. Yaani dunia na yenyewe inakupambania, inakuzuia. Kwa sababu haitaki kukupa wewe vitu kiwapesi. Ukipata kirahisi utazingua. Si unaangaliaga tu watu walipata urithi, washa bahati nasibu, walipata hela nyingi wako wapi? Unawajua wako wapi? Wote wamepoteana, wote wamepoteza. Kwa hiyo mafanikio makubwa ambayo yatadumu, yatakuwa imara kwako, hayawezi kuja kiwepesi. Na ukiona mafanikio ni mepesi, ni sawa na ndoto. Unaota ndoto, unakojoa. Unakumbuka ile utotoni umecheza, umechoka, ngoja niende choo. Unaenda mpaka chooni. Ndotoni hapo. Na wanasema ukiona choo kwenye ndoto usikitumie, ni mtego. Ndio hivyo. Ukiona mafanikio ni mepesi, shtuka, ni mtego, utapigwa. Nakwambia mimi hakuna kitu kuisikia wanakuambia sasa hivi ni enzi za AI, mambo ni mepesi, umezoea magumu. Utapigwa vizuri sana hiyo AI. Wanakujaga tu hizi pesa ni pesa mpya za kidigitali, switch za hivi. Jamani thamani kwa wapi nyinyi? Kazi ni ipi upate hiyo hela unaambiwa wewe? Wanabisha, wanapigwa. Inakuja kila mchezo ambao watu wanapigwa nao, nawaambiaga watu wazi, jamani hapa hakuna kazi hapa, utaenda kupigwa. Mafanikio sio mepesi kama unafikiria. Unawaza kizamani, mpaka unataka ukalime utoke jasho ndio upate hela. Sasa hivi hela za kidigitali, mashamba kwa mtandaoni, kalimo unapigwa. Kwa hiyo mimi nataka nikupe mwongozo sahihi. Utakutana na huu ugumu, uvuke, ili sasa uweze kufanikiwa. Na sababu zako ni 5, naondoka nazo hapo kwa zifanyika. Sababu ya kwanza, kama umeweza kuifikiria, inawezekana kwako. Nisikilize, kama umeifikiria, inawezekana kwako. Iko hivi, hauwezi kufikiria kitu ambacho hakiwezekani. Yaani wewe ukaanza kusema eti kwa ndege anaruka, unasema na mimi natamani ningeruka kama ndege, ukapata kwenye mtu ukaanza kuruka mabawa. Uwezi. Unaweza jambo haliwezekani, halipo kwenye uwezo wako wewe wa kuruka angani kama ndege. Haipo kwenye fikra zako kabisa. Kwa sababu sasa lolote ambalo umeweza kulifikiria, maana kama ukusida kipindi ukaangalia kipindi cha kwa nini 7, naomba urudi pale. Kwa sababu ile kwa nini ya 7 ile imetoa ukweli ulioko ndani yako, na kama umeweza kuipata kama jibu, maana yake inawezekana kwako. Kwa hiyo haya magumu nakutana nayo ni sehemu tu ya safari. Hii nilijua. Sio, unaelewa? Kwa sababu nakutana na ugumu, reaction ni 2. Mmoja anasema bwana, hii safari haiwezekani, tumeishia hapa. Kwa sababu amekutana na ugumu, hakutegemea. Wewe sasa sema nilijua, ngoja tuivuke, itaendelea. Mtu nyingine tavuka, itaendelea. Kwa sababu unajua yaani huna ubisi. Yaani lile ambalo unataka ufanikiwe wewe, alina ubisi, litatokea. Sio, unaelewa? Yaani litatokea, inawezekana. Yaani swala sio kama eti ni unrealistic. Jamaa uko na realistic yani? No. Hakuna lengo ambalo ni unrealistic. Ni swala muda tu. Iwe ungeishi miaka 1000, ungeshinda kufikia chochote unachotaka? Unafikiri ungeshinda kufikia chochote unachotaka? Ni swala muda tu. Ndio maana sema fanya nguvu ya buku. Tunazungumza buku zubo mafanikio. Ukiona buku moja haina maana, lakini buku wa miaka 50 bilioni. Ni kwamba una miaka 50 ya kusubiri, si ndio? Lakini inawezekana. Kwa hiyo unachokitaka ni kwamba unapokutana na ugumu wowote, tambua kwanza inawezekana. Sawa? La kwanza, inawezekana. Hii sasa ndio itakufanya wewe uendelee na hii safari. Unakutana na magumu, hii sio mwisho wa safari bwana. Hii ni sehemu tu. Mzee akataka kununua. Sio biashara yangu ni mbaya. Hana hela huyu. Hana shida leo. Ngoja niende kwa mwingine. Sio, unaelewa vizuri hapo? Yaani wewe unajua kwamba hili jambo sio kwamba haliwezekani, ni mimi sijalifanya kwa muda sahihi, kwa viwango sahihi, lakini linawezekana. Kwa hiyo utara ugumu tu, andika inawezekana. Imeanzia ndani yangu.
na kweli nitaifikia. Sawa? Ile anza nalo. Ugumu kiasi gani? Jiambie na tambua kwamba inaweza. Hiyo namba moja, silaha yako namba moja. Hii ndio inakuvusha ugumu wa ndani, ugumu wa nje, ugumu wa asili. Yaani hamna shida. Tutaendelea. Sawa? Tutaendelea. Njia pili ya kukabiliana na ugumu, tambua hakuna juhudi zinazopotea. Hakuna juhudi zinazopotea. Kila unachokifanya kwenye safari yako ya mafanikio kinahesabika. Unajua, ukiwa unachemsha maji, unachochea maji yachemke. Naweka kuni, maji yachemke. Naweka kuni, yanapata joto. Alafu ghafla yanaanza kuchemka. Papa yanatokota. Unafikiri nini ambacho kilichemsha maji? Ni moto uleka wa mwisho? Hapana. Kila moto kwa ichochea, inafika hatua inalipuka. Shaelewa? Ukiangalia watu wengi waliofanikiwa sana, wapata makubwa, wanasema kuna kule overnight success. Sio? Hao jamani kapata mafanikio ghafla. Alikuwa kawaida tu. Lakini ukichunguza huyu mtu ana miaka 10. Ana miaka 10, yani alikuwa haonekani, hajulikani, yuko chini anafanya hamumuoni. Ghafla mnaanza kumuona kila mahali. Sasa wewe huoni, wewe overnight sasa unaona siku moja, huoni miaka 10 ambayo mtu alipambana. Hakukata tamaa, aliamini inawezekana akaenda. Na kila juhudi alikuwa anaweka ilikuwa inajikusanya. Siku moja zinalipuka. Wewe unaona mlipuko. Ukienda kujaribu upate mlipuko unaacha. Unaona shida yako sasa rafiki yangu. Ndio mimi nakwambia ukweli. Wewe umeanza biashara, mmoja mwenzako anafanya biashara, wateja wajipanga wanamsubiri mlangoni, wamekaa foleni, wasubiri foleni. Wasema hivi biashara inalipa. Ngami nikafungue pembeni yake, wateja wajipange foleni. Unaenda kufungua, wateja wajipanga kwake. Waanza kukasirika, huyu jamaa ana dawa, ameenda kwa dawa, amewa na dawa, anavuta wateja wanakaa tu kwake. Huyu mtu ana miaka 10 kwenye hii biashara, watu wanamwamini. Wanaamini bidhaa zake, wanaamini huduma yake, wana uhakika. Wewe mlugaluga mmoja ujianzisha hapo, subiri na wewe muda wako utafika. Hawakuamini, hawaja kujua, hawaja kununua kwako. Kwa nini kuamini? Haya, siku mbili tatu hawajaja unafunga. Sasa natongea hata kununua jamaa mmoja atakumbe alikuwa anafunga tu bwana. Akitupo, yaani jaribu jina langu kwa mtu wangu ambaye hata siku ananikopesha, nje kwa mtu ambaye hata sijui kama kesho atakuwepo. Wewe ni mwaka wa kwanza. Wewe ni mwaka wa pili. Mwaka sasa huyu maana yake kwa kanunua kwake. Wamekuona pale. Sasa wewe kuna siku ulifungua hukuuza. Unasema nimepoteza hii siku sijauza kabisa. Siku ya pili umefungua hujauza. Haijapotea. Kuna watu wamepita wakaona umefungua. Wakaona kumbe kuna duka jipya, kuna bucha jipya. Siku utanunuaga hapa. Hajanunua siku ile. Siku nyingine kuna siku atanunua, lakini kuna siku alikuona, ile siku haikupotea. Si unanielewa nataka kukuambia rafiki? Yaani usiokaacha eti kwa sababu huoni matokeo. Hakuna juhudi inayopotea. Yaani sana unapanda mbegu, alafu unakesa unafukua, imeota. Unafikia, imeota. Hiyo mbegu haitaota. Lakini ukiweka unanyeshea, unashangaa, uone mti. Unanyeshea, uone. Unanyeshea, uone. Umepoteza maji? Hajapotea, unajua mbegu itatoka, hii ipo pale. Mimi naomba uniamini kwenye hili. Hakuna juhudi unafanya kazi, hii kazi yenyewe hata hawanijali, hawanilipi. Hakuna juhudi, na kila kazi unayoiweka inajenga sifa yako. Inajenga jina lako. Kuna siku italipuka. Kuna siku utakufuata bwana, umeona unafanya kazi nzuri pale mahali, unataka tukupe kitengo. Unataka tukupe fursa ambayo ni nzuri. Hebu njoo niamini kwenye uwezo kama miaka 10 kwenye kitu rafiki yangu ukafeli. Utafeli kwa sababu unarukaruka na vitu. Kila wakati uko na kitu kipya. Na kuamini. Hebu fikiria una rafiki yako. Mwaka mmoja anakuja akwambia, "Sasa bwana kuna hii biashara nzuri sana hapa tukifanya tunatoka hii. Tafuta mtaji tuingie tu tukafanye biashara." Mnaifanya. Inafeli. Ndio inapotea. Haya tena kitu kingine. Sasa sikiza ile biashara bwana njoma kwanza tuyafanya. Sasa kuna hii nyingine hii, yani hii ndio yenyewe. Yani hii hapa hii tukifanya hii hapa, hii tumetoka. Unampa tena hela. Mnafanya, inapata hasara ile. Sasa bwana, hauwezi kuamini. Ni kutana biashara. Sasa hii ndio yani hii uhakika. Utamwamini? Huwezi. Lakini huyu mtu kama ile biashara ya mwanzo hujanayo,
Mkapata hasara, akarudi bwana, nimejifunza hii biashara bado ina soko vizuri. Tulikosea hapa na hapa na hapa. Hatakuwa na hiki, hebu turekebishe haya tufanye. Mkaeka pesa. Hamjapata kutoka, lakini mkaona mmepata kidogo. Huyu mtu mtaenda, si ndio? Sasa wewe unarukaruka na vitu, ndio maana mambo yakiwa magumu usikimbie. Wewe endelea kuweka juhudi, kwa sababu hakuna juhudi zinazopotea. Sawa? Ishi na hiyo. Namba 3, ijue nguvu ya riba mkusanyiko. Namba 3, ijue nguvu ya riba. Mambo madogo yanapofanyika kwa muda mrefu bila kuacha yanakuwa makubwa. Kwa hiyo wajibu wako wewe ni nini? Ni kufanya bila kuacha. Basi. Usihangaike na kwamba sasa mbona nataka mafanikio makubwa, mbona nataka nifike kule sifiki, nje nifikishia. Wewe kusanya point. Mafanikio sio tournament, yani ni ligi. Sio mtoano kama yani mtoano ukipigwa umetoka. Ni ligi, kuna mzunguko mrefu. Utapigwa, utapiga, utalini. Ndivyo mafanikio yanavyokwenda. Usidanganyike kwamba kwa sababu nataka mafanikio makubwa sioni nifanye mambo makubwa. Kwa sababu unaanza na makubwa. Sasa biashara, naambia mtu anataka biashara. Uje kufanya biashara. Una milioni 10 kama mtaji. Usiweke milioni 10 yote kwenye kama biashara mtaji. Anza na kidogo, anza na 1 au 2, nyingine jifunze kwanza. Anza kidogo, utajifunza. Sasa nishajifunza, ngoja niweke zaidi. Sasa unakimbilia unaweka milioni 10 yote. Alafu ukuwa na uzoefu, ulifanya makosa, umenasa na mali ambazo hazitoki, unaelewa bali nyingine ambazo zinatoka, unafunga biashara. Watu wengi sana wanashindwa kupata makubwa kwa sababu wanataka kuanza na makubwa. Umeelewa? Yaani wao wanataka kuanza na makubwa. Sio kwamba hawawezi kupata makubwa. Hawataki kuanza na kidogo. Hawataki. Waangalie watu wote angalau waliopata mafanikio walianza na kidogo na wakakomaa na kidogo. Waangalie watu wanaoshindwa wanataka kuanza na makubwa, wanaanguka. Wote wanaanguka. Kwa hiyo ni kushindwa kuamini kwenye nguvu ya riba mkusanyiko ambayo inakufanya sasa wewe uone kwamba nachelewa. Na ndio watu watapiliwaga. Anaona bwana anakuambia, bwana rafiki yangu wewe, hii nguvu ya buku, weka buku. Kika buku kila siku. Kwa mwezi 30,000 tu, kwa mwaka 360,000. Miaka 10 milioni 3. Lakini ukiwa unawekeza ikizalisha miaka 10 na milioni 7, miaka 20 milioni 30, miaka 30 milioni 100. Miaka 10 yote hiyo. Mimi si bora sini nini bado. Nenda sasa. Unapigwa. Kidogo. Kwa msimamo, bila kuacha, ndio mwendo, ndio matokeo utayapata. Kwa mambo yakiwa magumu, wewe angalia ni kipi kidogo na kifanye hicho. Basi. Kipi wateja wanunui? Kipi kidogo cha kufanya? Mimi nitawasiliana na wateja 10 kila siku. Wasi wateja kwa 10. Kesho tena 10. Kesho kutwa 10. Utauza tu. Sasa wewe unataka hivi maelfu wateja waje wanunue kwa sababu unaona wenzako unayemwona ana maelfu wateja. Huyu hakuanza leo, kama muangalie. Yaani wewe mwaka wako wa kwanza ni mwaka wa 11 wa mtu. Hamwezi kuwa sawa. Kidogo na utapata matokeo ambayo ni makubwa. Kwa hiyo na magumu, rudi kwenye kufanya kidogo. Jambo la 4. Hakuna kushindwa, kuna kujifunza. Sio kufanikiwa au kushindwa. Unakata ile kushindwa. Ikate. Andika kufanikiwa au kujifunza. Sawa? Yaani kwenye safari yako ni labda utafanikiwa au utajifunza. Ondoka na hii. Yaani naomba jiambie mimi siwezi kushindwa. Ni labda nitafanikiwa kupata ninachotaka au nitajifunza njia ambayo sio sahihi kupita.
Thomas Edison ni mfano mmoja unaotumikaga sana kwenye ule ung'ang'anizi na uvumilivu wa sababu kwa mafanikio. Kwa sababu bwana wakati anabuni taa ya umeme alifanya majaribio zaidi ya 10,000 huko. Anafanya inashindwa, anaendelea mpaka kapata taa. Sawa. Ikatokea taa. Waandishi wakamkimbilia, bwana Edison, hebu tuambie nini kilifanya kuendelea licha ya kushindwa? Hebu tuambie, ulikuwa unashindwa, kwa nini uliendelea? Akambia, tafadhali sana. Si kushindwa mara 10,000. Nilijifunza njia 10,000 zisizofanya kazi. Sio, unaelewa hapo? Kwa kama unajifunza hili, alifanya kazi, ulirudi tena uko hatua ya mbele. Hauanzi pale. Yaani wewe umeanza biashara tofauti, kwa mfano, ukasema ngoja niweke hiki na hiki, kikashindwa. Wewe ukianza tena sio sawa na anayeanza mpya. Wewe ushajifunza kwamba hii njia itashindwa. Haina matokeo, siifanyi. Huyu mpya atakuwa na kiburi, atafikiri mawazo yake ni mazuri, atapigwa. Wewe ushakatoa mkia, ushakatoa ujanja, unajua hii njia haitoboi. Kwa hiyo hukushindwa, ulijifunza njia ambayo haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo utafanya kwa ubora zaidi. Si umeelewa rafiki yangu hapo? Nataka ili uelewe sasa kwamba ili wewe usibabaike. Kama hujapata matokeo, hujashindwa. Umejifunza ni njia gani ambayo haifanyi kazi. Kwa wakati mwingine utafanya kwa ubora zaidi. Simple. Sio kwa nini nakwambia kwa nini ushindwe? Uendelea. Hii haijafanya kazi. Tutaboresha. Usikimbilie nyingine. Hichi kitabu hakijauza, ngoja kwa nini akikuuza? Nini wapi nimekosea? Naboresha. Ngoma inaenda. Umeelewa vizuri rafiki hapo? Kata neno kushindwa, weka neno kujifunza. Sawa? Jambo la 5 la mwisho, kuwa bora zaidi kila siku. Wewe angalia miaka 10, nimekwambia ukae miaka 10 si ndio waweke bukubuku, si miaka 20 30 ya biashara nini. Nimekukalisha tamaa sana. Leo langu nikukate tamaa. Ili kama utabaki uwe sahihi. Kama una kimbele yani unataka uishie kule juu mwanzo yani usinichoshe. Sasa umebaki. Nataka ni wewe kuwa bora zaidi kila siku. Sawa? Yaani kila siku mpya kuwa bora kidogo. Yaani kadogo, yaani unajua ukiongeza 1% kila siku kwa mwaka ni 365. Ni mara 3 zaidi. Uko bora kidogo tu kwa siku. Kumbuka kwenye kipindi cha 10 mara 10, mambo 10 ya kufanya. Mambo madogo unafanya. Kuwa bora tu. Jifunze kidogo. Ongeza kidogo kila siku. Usikubali kuimaliza siku yako kama ulivyoianza. Usikubali siku zako 2 zifanane. Yaani unapomaliza siku, leo nimekuwa bora kidogo kwenye nini? Nimejifunza nini ambacho nilikuwa sikijui leo? Nimefanya ambacho sikuwa sijai kufanya leo. Maarifa, vitendo. Nimejifunza nini kipya? Nimefanya nini kipya? Yaani jisukume hivyo tu. Mambo ni magumu, giza uoni. Jifunze kitu kipya, fanya kitu kipya. Hayo mawili tu kidogo. Sijai kuongea na mteja design. Hebu niongee na mteja kwa design. Hebu nijifunze namna bora ya hivyo. Kidogo ukikusanya sasa unapata mafanikio ambayo makubwa. Unavuka ugumu na ukutana nao. Ugumu utayuka. Unajua nafasi kwa bora ndio utapata matokeo. Kwa sababu kama kitu moja, maisha ugumu haupotei. Au kwa peke upo. Sasa unapotana ugumu, kuna mambo matatu yanaweza kutokea. Moja ni wewe kukata tamaa kabla ukaacha ugumu. 2 ni ule wewe kuwa bora ukaweza kuzidi ugumu. 3 ni ugumu kupotea wenyewe. Sawa? Yaani unaanzia 3 tu. Moja, wewe umekaa bana hii ngoma siwezi nimeacha. 2, umepambana kuwa bora ukavuka ugumu. 3, ugumu umeisha wenyewe.
Sasa kwa nini unaishia ya kwanza kwa mfano? Yaani kwa nini yaani katika yote uchague eti namba 1 tu unakata tamaa? Why? Jiambie mimi nitakomaa niwe bora mpaka niushinde ugumu, au ugumu utakimbia uniache. Hivyo tu. Na hii sasa ndio ambayo itafanya sasa wewe uweze kujenga mafanikio ambayo ni makubwa. Na licha ya kukutana na ugumu bado ukafanikiwa sana. Rafiki, mimi nakupenda wewe. Na kazi yangu mimi ni wewe na nataka ufanikiwe. Kama nilivyokuambia, hali ndio kufundisha hapa bure kabisa, sija kutoza pesa yote. Na yanayoendelea hapa yatahitaji pesa, lakini sitaki pia ununue. Nataka kwanza ukatumia haya bure kwanza. Ukishapata matokeo, njoo mimi niko hapa. Siendi, hamna mahali naenda. Njoo hapa tushirikiane. Tunashirikiana namba 2. Kwa namba 1 pata maarifa ya bure, njoo kwenye channel hapa kujifunza, ongea na kocha, ishi nayo, oga nayo, lala nayo, amka nayo. Hiyo ni yako. Ukiosa nataka kupiga hatua zaidi, kuna vitabu. Unaanza na vitabu. Unapata vitabu, unasoma kwa kina zaidi. Mafanikio, kuna falsafa maisha mafanikio hapa. Fedha, kuna elimu ya msingi ya fedha hapa. Uielewe. Biashara, elimu ya msingi ya biashara iko hapa. Elewa. Sawa? Hapo sasa sema hebu ni pande kidogo. Utalipa of course. Kitoka hapo kuna zana, tools. Sisi kanuni yetu ni maarifa, jumlisha vitendo. Huku unapata maarifa, vitendo kwenye tools. Kwenye mafanikio hapa kuna tool inaitwa TSA, Tanzanite Skills Academy. Ninazo barua za kocha na kuandikia kila siku ujifunze. Iko pale. Kwenye fedha kuna utajiri app, utajiri.tz app. Hii ni application ya kuweka malengo yako ya kifedha, mambo ya kifedha unaweka humu. Kwenye biashara kuna mauzo CRM and accounting. Unaweka mambo yako ya biashara kule, wateja, mauzo, lakini pia tunayokumbuka SMS kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wa biashara yako. Sawa? Hizo ndo tools. Alafu ngazi ya juu sasa ni jumuiya ya washirika wa mafanikio. Hapo umeangalia kwa relax yako, kama unaweza kusukuma. Ukija sasa ukitaka sasa kusukumwa, ukitaka sasa kushirikiana na watu sasa uonyeshe ushahidi, tunayo jumuiya ya washirika wa mafanikio. Mle ni mwanzo mwisho ushahidi tu kuonyesha nimejifunza, nimefanya. Nimejifunza, nimefanya. Ndio mafanikio yanapatikana hapo rafiki. Unataka kubaki nyuma au uko tayari kwa mafanikio? Unataka kubaki hapo ulipo au uko tayari kufanikiwa? Njoo ungana na sisi. Tuma ujumbe wala namba 0760 647171. Ni 0760 647171. Karibu rafiki. Nataka ufanikiwe. Na mbinu zote kufanikiwa ninazo. Na hizi zo kupatia ndo zenyewe. Ukitaka za konki zaidi zipo. Njoo tufanye kazi pamoja uweze kupiga hatua. Asante na kutakie wakati bora.